Banu Arfida, ingekuwa Tanzania tungesema Wamasai na Wamangati. Walipokuja Madina, hadithi tena ipo katika Sahihul Bukhari, ipo katika Sahihu Muslim, ipo katika Sunani Tirmidhi. Mwanachuoni ambaye aliyepewa tunu kwa kuandika tarikhi wakiisifia watu wa Madina kwamba ndiyo kitabu bora, Ar-Rahiqul Maktum, Sheikh Safiyur Rahman Mubarak Fur, kaiweka katika vitabu vyake ikiwemo Rawdatul Anwar na Ar-Rahiqul Maktum. Hadithi hii wale walikuwa wanaimba mpaka wanarukaruka msikitini. Mtume ile raha kuiacha peke yake, akaenda kumuita mkewe Mama Aisha, njoo. Mama Aisha anatoka, anajikuta mfupi, afaidi kuona, akawa anachuchumia kupanda katika mabega ya bwana Mtume Muhammad, kuwaona Banu Arfida wakiimba na kurukaruka ndani ya msikiti. Ufahamu nao ni riziki. Nisiwachoshe. Umeelewaje?